السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kwanza kabisa nimshukuru Allah Azza wa Jalla kutujalia kuweza kufika siku ya leo, pia kukutana na nyinyi ambao mumeitika wito. Hamjaitwa, eleweni neno hamjaitwa. Allah Jalla fi'ala hatuhitaji sisi, tuna nani? Sisi tunamhitaji Allah Azza wa Jalla. Watu wengi wanasema watu wameitwa na Allah. La, Allah Azza wa Jalla sisi ndio tunamhitaji. Ametupa fursa ya kwenda kufanyaje? Kupata msamaha. Kwa sisi tumejitoa mali zetu, tunaacha familia kwenda kufuata huo msamaha. Kwa katika vitu ambavyo vya msingi, kabla sijaingia ndani ambayo kitu ambacho nataka kukizungumza, mshkuruni Allah Azza wa Jalla kwa nyinyi kuitika wito wa Allah Azza wa Jalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an anambia waadhin, watangazie. Mambo ni tangazo tu. Allah hajamtaki mtu. Sisi tunamhitaji nani? Kwa hiyo wewe kuacha kila kitu chako unajipeleka mwenyewe, inamaanisha nini? Kwamba wewe ni dhalili, huna chochote katika ulimwengu isipokuwa unamhitaji Allah. Kwa hiyo kwenda kwenu huko kuweni kana kwamba mnakwenda kujidhalilisha mbele ya Allah. Mnaacha kila kitu, familia, nyumba, usingizi kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo hii watu wengi wanafanya kama ni vitu vya kawaida. Sio jambo la kawaida ndugu zangu. Wallahi subhanallah. Mtu ukiachia nafsi yako kaitika wito wa Allah, ni tofauti na mtu yoyote, mfalme yoyote duniani hawezi kufikia daraja uliokuwa nayo. Watu wengi hawajui umuhimu wa haji. Lau wangejua watu wangekuwa, hizi ofisi zingekuwa zinavunjika watu kugombaniana. Tunafahamiana vizuri. Kadhia nitakayozungumza kuhusiana na tawaf. Tawaf ni miongoni mwa rukun, zile nguzo kubwa kabisa za ibada tunayokwenda kuiendea. Lakini nitazungumzia makosa yanayofanyika katika tawaf. Tunafahamiana vizuri. Moja katika makosa makubwa kabisa watu wanaokwenda katika tawaf, simu. Ibtaid anha, achana na simu kabisa. Pale wewe unaenda kulia, ya Rabbi nisamee makosa yangu, unafanya una rekodi. Inamaanisha nini? Ni show. Wewe ushatoa mabilioni unaenda kufanya show. Ni kosa katika swala la ibada. Tunafahamiana. Jingine katika ibada, hauruhusiwi kugombana na mtu katika lile eneo. Ukimuona mtu anakuja vishindo, wewe kaa mpishe apite. Endelea taratibu, tembea katika tawaf. Pia katika ile Kaaba pembezoni kuna makamu Ibrahim. Unaona hapo kishara hichi, kama utakuta kile kama hiki. Pale hauruhusiwi kufanya chochote. Hauruhusiwi kubusu, hauruhusiwi kugusa. Wote hivyo ni makosa. Utakuta pale watu wanagombania, mtu anataka kubusu, mwingine achukua nguo na pangusa. Yote ni makosa. Hakuna ile ni kumbukumbu, haina chochote. Sijui tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo ukifika katika ile eneo mtapewa maelekezo ya namna ya kufanya tawaf. Pia kutamka baadhi ya vitu. Pale kuna adhiya maalum ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kuisoma, ambayo ni Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii dua ni fupi, tumeizoea, lakini ndo imekusanya dunia nzima, kila kitu ndio kipo katika hii dua. Kwa hiyo wewe mlilie ya Rabbi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. Ni vitu vile. Neno hasana, kila kitu unachokitaka katika dunia ndio kipo katika hilo neno. Wa fil akhirati hasana, na akhira hasana, kila kitu unachokitaka akhira ipo kwenye hilo neno. Tunafahamiana. Utamkuta mwingine anaenda na kidua chake kishaandikiwa na nani yake huko, anahangaika nacho. Anaiacha dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ukifika pale soma hiyo. Sisi tunafahamiana vizuri. Pia kingine, usigombanie kwenda kushika hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo. Ukiwa na wasaa upo, nenda kashike. Hauwezi achana nayo kabisa. Usije kwenda kwa mimi naingia zahma, nikifa hapa enda peponi. Huu hamna pepo. Pepo ya kujipeleka mwenyewe kujiua haiko. Allah anasema wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Msijipeleke kwa mikono wenyewe kwenye maangamivu. Inajulikana katika masala ya ibada hizi za haji na umra ni balaa. Kuna baadhi ya nchi kibibi si kibibi kina nguvu kuliko hata mwanaume. Tunafahamiana vizuri. Tanzania huko ndo kuna changamoto. Wakifika level ya hao mabibi tunawakuta kule hawezi kutembea. Sasa wale wako vizuri kweli kweli. Waturuki, Indonesia, vibibi, yani vibibi kweli kweli, lakini vipo strong. Lakini bibi zetu huku, ya Rabbi, ni mtihani. Wakifika hizo level hawawezi kabisa hizo ibada.
Kwa hiyo na wanasihi, mnapofika kule msifanye makosa kwenye swala la nisikume huku, nenda huku, no, msifanye. Tembea zako taratibu. Kibora zaidi katika mambo ya ibada hizi, kiongozi anakuwepo hapo mbele yenu na hapo maelekezo, fuata huyo huyo. Mfuate huyo huyo kiongozi wako mpaka unamaliza ibada. Tunaelewana vizuri? Yaani mfuate kiongozi wako mpaka unamaliza ibada. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza hii ibada ya haji ina vitu viwili. Kwanza ni safari, alafu ni ibada. Na safari nayo ni nini? Ukiwa kwenye safari, ukishapanda ndege tu pale, anza kuomba dua zako zote unazozitaka, zitakubaliwa. Ukishaanza safari tu, dua yoyote, ya Rabbi nijalie niwe bilionea Tanzania, Allah anakupa. Shida yetu sisi iko wapi? Kwenye yaqini. Ndio balaa liko hapa. Yaqini ndio yetu ndogo sana. Hatuamini kwamba Allah anaweza kutupatia. Tunafahamiana? Kwa hiyo kwenye safari ombeni dua, afu mkifika katika hiyo ibada kithirisheni kumuomba Allah azza wa jalla. Na ukifika katika ile eneo juta. Sijui tunaelewana? Wallahi ukishajuta ndio utapata hiyo alhajjul mabrur. So wewe yule mama fulani unaanza kumsemea kule, ibada inaharibika. Kwa hiyo ukifika kule na kumdiscuss mtu yoyote, unadiscuss nafsi yako na Allah azza wa jalla. Tunafahamiana vizuri? Ukifika kule unajitathmini, ibada zangu nilizofanya tangu nimekuwa kijana mpaka sasa hivi nazeeka, kuna moja ile kubaliwa? Hamna. Hii hapa niloenda nayo ndo nataka ikubaliwe. Tunaelewana? Kingine, mnapofika misikitini, ilikuwa kama uwezi kufanya ibada za sunna nyumbani, kithirisha kule. Kitu chochote ambacho utakachoweza kukifanya kule, hakikisha unarudi nacho nyumbani unakiendeleza. Ndo athari ya ibada ya haji na umra. Kama umeona tunatoa sadaka na ukirudi nyumbani fanyaje? Tumeelewana vizuri? Na kule kwa vyakula vinapewa bure, usigombee. Tunaelewana? Usigombanie. Ni katika makosa, wewe ni mgeni. Unaenda kuonyesha tabia ambazo sio, inakuwa ni tatizo. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo katika kadhia ya tawafu, watu wahakikishe wanafuata maelekezo ya viongozi. Kinyume na hivyo mambo yako yanafanyaje? Yanaharibika. Yakisha haribika umepata faida gani? Na ibada yenyewe ni mara moja kuipata. Tumefahamiana? Kwa hiyo hakikisheni kila sehemu unayokwenda wewe uliza, sio ujinga. Hawa wako kwa ajili yenu tu. Hawako kwa ajili ya biashara. Wako kwa ajili yenu tu. Mathalan huyu alipokuja alikuwa anauliza kila kitu mpaka anaona bora kama ananikera. Akaniambia mimi nataka nijue. Mimi nataka nijue, mimi yani nina hamu hata ya kubaki katika huu mji. Namna kule nyumbani kama tunajiona kama sisi, yani hata ibada hatujui. Wewe ukienda mwenyewe utajionea hali itakavyokuwa. Tumeelewana? Kingine ambacho nakikumbusha taasisi nyingi naisahau. Niqab kule no. Najua niqab hiyo hairuhusiwi. Kinachoruhusiwa ni khimar. Najua khimar? Tutawaambia shehe kuelekeza. Watu wanajisahau. Wanavaa niqab. Tunaelewana? Ukienda huko kule ni kudhalilisha. Hamna tajiri, hakuna cha bosi, hakuna mkurugenzi, hakuna cha shehe. Watu wote hapo hiyo. Vijana wanasema mzungu wa sita. Kama ni wanawake wote mtakaa hivyo. Wanaume hamna hata nguo zaidi ya mashuka. Kule hakuna bondia, watu wote tupo sawa. Kuonyesha kama ile sehemu ni ya udhalili sana sisi katika nafsi zetu. Ndio msamaha huo unapatikana. Kwa kuyasema haya machache sababu na safari nyingine, lakini biidhnillah azza wa jalla mimi niwapongeze kwa kufanya maamuzi ya kuitika wito ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa utangaze kwa umma. Watu wengi hawajui. Na si kwamba Tanzania hatuna uwezo kwenda haji, isipokuwa hatuna yaqini na Allah. Allah amesema anfiq yunfiq alayk, toa mimi nitatoa kwa ajili yako, lakini hatuna hiyo. Alafu tujitahidi familia zetu, ikiwa leo wewe umeweza kwenda, hakikisha familia yako wasikose umra haji, hata kidogo kidogo ekeeni, wapelekeni watoto wenu familia zenu. Sijui mnanielewa? Kwa mimi nawaombea dua kwa Allah azza wa jalla, wajalie muwe katika kundi hilo ambao hawatopata chochote isipokuwa ni janna. Na Allah ajalie mkirudi ile athar ionekane. Na kingine ninachowanasihi hawa, si mmekuja kufanya haji katika mikono yao, usiwaache mpaka unakufa. Na nirudia tena, hakikisha ataendelea kuwa ni mwalimu wako hii taasisi. Mfate kwa chochote. Na ndugu yangu anataka kwenda haji, uwezo wake ni mdogo, tutaweka taratibu, wafuateni. Alafu ndo iwe ni sehemu yenu ya mafunzo ya ibada mbalimbali, sio haji tu na umra. Wenzetu katika nchi mbalimbali mafunzo yao tunayaona, tunaona wivu.
akienda haji na umra, baadhi akienda na taasisi hiyo mpaka anakufa, wanajua huyu ni ndugu yetu, kwa sababu ukishasafiri na ukitaka kumjua ndugu yako wa kweli, safiri naye, utamjua huyu ni mtu au kiatu. Wallahi, ukitaka uongo mzee wangu, ukitaka kumjua mtu safiri naye, utajua huyu ni mtu au kiatu. Tunaelewana? Huyu shekhe mashallah tabarakallah, nimeishi naye muda mrefu sana, ndugu yangu hapa muda mrefu sana. Kwa hiyo walivyoniambia tukasema alhamdulillah, na mimi nakuja kukutana na nyinyi, na kesho inshallah tutakwenda kukutana huko makao makuu ya Mufti, kwenda kuagana na wengine. Kwa mimi niwatakie safari njema na ibada ambayo ni makubuli. Hakikisheni mnakathirisha kumuomba Allah dua zaidi kuliko kufanya shop kwenda madukani sijui nini. Tunaelewana? Na ukishatia nia ya haji, achana na biashara. Ukifanya ihramu, achana ile kofia nimeipenda, ukienda kupima tu kofia umekusha, huna tena, kwa sababu muda huo huruhusiwi mpaka umalize ibada hiyo ya umra, ndio mtafanya hivyo vitu vingine. Bana, hii kofia kama nimeipenda ukaichukua hapo na ihramu yako ukaitia tu, fidia inakuhusu. Ndio maana narudia tena, hawa mshikilie kanzu sheikh, hapo kukoje? Uliza swali mara 1000, muulize, ndio kazi yake. Tumeelewana? Kwa haya machache inshallah, nashukuru Allah azza wa jalla kwa kunipa fursa, na mimi nawaombea na namuomba Allah awape taufiki, mrudi salama, mwende salama katika ibada hiyo, na nyinyi na familia zenu mpate hizo thawabu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن شاء الله خير. بارك الله فيك.